biashara baba yetu. Tuko hapa duniani kwa ajili ya biashara ya baba yetu aliye mbinguni. Biashara baba yetu ni nini? Ufalme. Biashara baba yetu ni nini? Ufalme wa Mungu. Ufalme wake, ufalme wa baba yetu ndiyo biashara ambayo Mungu ametuleta hapa duniani tuweze kuifanya. Ndio maana Mungu amekupa vipawa, ndio maana Mungu amekupa talanta, ni ili uitumie hiyo talanta yako kwa ajili ya kutekeleza kusudi lake kwenye ufalme wake. Kwa hiyo tuko hapa duniani kwa ajili ya biashara ya baba yetu, na biashara ya baba ni ufalme wake. Kuna kipindi wazazi wa Yesu walikuwa wanamtafuta pale Yerusalemu. Yesu akawauliza, kusoma ile Luka sura ya 2 mstari wa 49. Yesu akawauliza wazazi wake kwamba kwa nini kunitafuta? Hamkujua kwamba imenipasa kuwa katika nyumba ya baba yangu? Ukisoma neno lile kwa Kiingereza linaeleza kwamba ile nyumba ya baba yangu, nyumba ya baba yangu, anasema my father's business. My father's business. Biashara ya baba ni ufalme. Na ukisoma Luka sura ya 4 ule mstari wa 43 inaeleza kwamba Yesu akawaambia wale kwamba imenipasa kwenda kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu kwenye miji mingine, kwa sababu hiyo nalitumwa. Kumbe Yesu alitumwa kwa ajili ya kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu, kwa ajili ya kutuletea ufalme. Na injili ya ufalme wa Mungu ndio biashara ya baba. Ndio maana Mungu amekupa kipawa, ndio maana Mungu amekupa karama, ndio maana Mungu amekupa hicho ulichonacho ndani yako. Kwa nini? Ili kitumike kwa ajili ya kujenga ufalme wake, ili kitumike kwa ajili ya kutimiza kusudi lake kwenye ufalme wake. Kwa hiyo hicho ulichonacho sio cha kwako. Kile kipawa ulichonacho sio kwa ajili yako, bali ni kwa ajili ya ufalme wake. Kwa hiyo nikukumbushe kwamba siku ya mwisho wa siku utakuja kudaiwa. Kile ulichopewa utakuja kudaiwa, namna kilivyotumika kwa ajili ya kujenga, kwa ajili ya kutumika kwenye ufalme wa Mungu. Muombe Mungu akusaidie sana kwa ajili ya kutumia hiyo kipawa. Na ukisoma Biblia tunakumbuka wale waliopewa talanta, mwingine ikazaa, lakini mwingine akaizika. Inawezekana wewe talanta yako na kipawa chako umekizika. Kwa hiyo usikubali ukazika kipawa chako. Kile ulicho nacho kitoe kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Tupo duniani kwa ajili ya kufanya biashara ya ufalme. Ndio maana Mungu ni mwekezaji. Yesu alitoa mfano kwamba kuna kabila mmoja aliwekeza pesa, alafu akawaambia wale watu occupy until I come. Yani manake inabidi miliki, mtawale, muifanye kazi yangu hapa duniani mpaka nitakaporudi. Sasa anaporudi anarudi kufanya nini? Kufanya mahesabu kwamba amekuachia mtaji wako ni kipawa chako, mtaji wako ni karama yako. Alafu sasa ile kipawa, ile karama iliyokupa inabidi itumike kwa ajili ya kujenga ufalme. Kwa hiyo omba sana Mungu akusaidie. Kile ulicho nacho hakikisha kinatumika kwenye ufalme. Wengi tuna vipawa, wengi tuna karama, lakini unakuta zinatumika kwenye upande mwingine. Pengine ule muda ambao ungekuwa unatumika kwa ajili ya kuwahubiria wengine waje kwenye ufalme, ungekuwa unatumia kwenye umbea, unatumia kwenye kusengenya, unatumia kwenye uongo. Kwa hiyo hakikisha kile ulicho nacho kinatumika kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu kwenye ufalme wake. Na kumbuka ili usije ukasahau, Yesu kabla hajaondoka alisema ninawatuma ninyi kama Baba alivyonituma mimi. Yesu alisema hivi, kama Baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi, nami nawatuma ninyi, basi enendeni. Kwa hiyo ile kazi ambayo Yesu anaendelea kubaki hapa duniani kufanya, ametuachia sisi tuiendeleze. Kwa hiyo sisi tuko kwa ajili ya kuendeleza kile Yesu ambacho alikiacha. Na kazi kubwa aliyokuwa ametumwa kama tuliyosoma ile Luka sura ya 4 mstari wa 43, anasema imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu kwa miji mingine, kwa sababu hiyo nalitumwa. Kama Yesu Kristo alitumwa kwa ajili ya kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, na kabla hajaondoka alituagiza sisi